kumsikilizia Mungu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kumcha Mungu. Tunamhitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kuwa wale Mungu aliyotukusudia tuwe. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaposema Roho Mtakatifu tunamwongelea Mungu. Roho Mtakatifu sio kitu. Roho Mtakatifu ni sehemu ya Mungu. Roho Mtakatifu ndio yuko duniani sasa, ndio kiongozi wa kanisa kwa sasa. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Kristo alipokuwa duniani akasema, yanifaa mimi niondoke, kwenye Yohana 16. Fungua kitabu cha Yohana 16. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, anasema Bwana wetu Yesu Kristo, yafaa mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Yesu Kristo alijia kusudi duniani, na Bwana wetu Yesu Kristo aliishi miaka, yani kuanzia mwaka alipoanza kuishi duniani mpaka miaka 30 anajulikana kama mtoto wa Yusufu. Unaambia Yesu Kristo wakati anaenda kwa Yohana Mbatizaji kubatizwa, Roho wa Mungu alikaa juu yake. Neno linatuambia alikuja kama njiwa akakaa juu yake, na sauti ya Mungu ikaanza kusikika, kuongea, kumtambulisha, kumbiani, ameshamthibitisha katika ile alivyokuwa, na sasa anamdhihirisha, anamfunua, akaanza kusema, akaanza kuongea. Nguvu za Roho Mtakatifu zikamshika, na pale ndipo alipoanza kazi rasmi. Alifanya kazi for 3 years. Alikuja akaandaliwa kwa miaka mingi, lakini 3 years ambayo ilikuwa ni miaka ya tikisiko, ambayo ilikuwa ni miaka yake ya kusimama na Mungu katika kila alichokijia dunia. Tujitathmini watu wa Mungu. Je, leo nikisimama naweza kusema Roho wa Mungu yuko ndani yangu? Tutaenda kuona Roho wa Mungu anapokuwa ndani ya maisha ya mtu, anakuwa mtu wa namna gani. Roho wa Mungu akiwa ndani yako, unakuwa mtu wa namna gani. Roho wa Mungu akiwa ndani ya mtu, haji tu kwenye ibada kwa sababu anahitaji kitu fulani, haji tu kwenye ibada kwa sababu ana shida au ana tatizo. Roho wa Mungu akiwa ndani ya mtu, anakuja kwenye ibada kwa sababu anakuja kumtumikia Mungu, kumwabudu Mungu, kumtukuza Mungu, anaonyesha heshima mbele za Mungu. Roho wa Mungu anafanya mwanadamu awe na heshima mbele za Mungu. Kuna mtu mwingine anasema Mungu anaishi ndani yake, lakini haogopi kabisa hata kukosea. Lakini Roho wa Mungu akiwa ndani yako, ukikosea unapata shida ndani. Andika kama unaandika. Sijui kama wengine waje na kitu kama wanashika namna hiyo, sijui, lakini ni vitu vya kujifunza. Roho wa Mungu akiwa ndani yako, ukikosea, ukifanya jambo ambalo haliko sawa. Na ndio maana anasema wale tunaongozwa na Roho wa Mungu hatuko chini ya sheria, kwa sababu sheria ya Mungu iko ndani yetu, ndani ya mioyo yetu, ambapo Roho Mtakatifu yuko. Ukikosea tu anablink, anakuambia you are wrong, unapata shida. Wakati watu wengine ambao hawajui mambo ya Roho Mtakatifu, wala hawamtambui, wala hawataki kumtambua, wanaweza wakaona mambo yako sawa kabisa, lakini wewe unaweza kuwa mahali moyo unapata shida, unaona no, kitu hiki hakiko sawa, jambo hili haliko sawa. Tuliombee jambo hili halijakaa sawa kabisa. Roho wa Mungu akiwa ndani ya mtu, nitaenda kusema hapo baadaye, lakini ngoja kwanza nikae hapo. Tutaangalia vitu ambavyo utajuaje Roho wa Mungu yuko ndani yako. Unakuaga mvumilivu. Unajua Mungu amesema atanibariki mimi Fred. Mungu amesema nileta duniani kwa kusudi nitamtumikia. Lakini watu wa Mungu, niwaambie, watumishi wa Mungu sio watu wa kawaida. Na wewe uliokoka ni mtumishi wa Mungu, wewe sio mtu wa kawaida. Yaani ukimtambua
tunamruhusu. Unapomruhusu anakuja na gota. Tunamruhusuje? Tunaambiwa tukimwamini Kristo tunapokea nguvu za Roho Mtakatifu. Na unapokuwa unajua umetubu, Roho Mtakatifu Yesu umemruhusu akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na wewe unatembea katika safari ya wokovu, unatambua na uhakika Roho Mtakatifu siku ile ulivyofanya maamuzi alikuja akaingia ndani yako. Lakini kama Roho Mtakatifu utamtambua na kumruhusu, atatulia na utakuwa mtu wa kawaida tu kabisa. Kwa hiyo Roho Mtakatifu mruhusu, ujue, you should know kwamba yuko ndani yangu na lazima umtumie. Anatuonea wivu, ana shauku na sisi, lakini sisi tunasonga kwenye mambo yetu. Sisi tunaenda katika njia zetu. Tumekuwa vuguvugu katika nyumba ya Mungu. Watu wa Mungu lazima tuwe serious na Mungu. Watu wengine wanakuwa serious na kazi zao na biashara zao. Ni kweli, sikatai. Lakini Mungu anasema ni nafasi ya kwanza. Tena Mungu neno linasema anayempenda baba yake kuliko anavyonipenda mimi. Anasema hamwelewi. Anayempenda mtoto kuliko anavyompenda yeye. Fikiria, tumeumbwa, tuna watoto wetu tunawapenda kweli, lakini anasema yeye anatakiwa kupendwa zaidi, kuwa karibu naye zaidi. Kuwa karibu naye zaidi. Ndio maana anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa akili zako zote. Sasa kama moyo wako, akili yako na roho yako, ufahamu wako umeshampa Mungu, unaachaje kuja kwenye nyumba ya ibada? Unaanza kuwaza tu kuna kitu fulani. Leo ndio siku ya kwenda kukiendea. Thamini mahusiano yako na Mungu. Watu wa Mungu, ninawaambia, unaweza kuja kukuta umechelewa. Hatujui bwana harusi anarudi lini. Hatujui bwana wetu atarudi saa ngapi. Ndio maana anasema taa zetu ziwe na mafuta kila saa, tuwe na utayari. Na Roho Mtakatifu ndiye atakayemkabidhi Kristo Yesu kanisa. Ndivyo neno linavyotuambia kwenye Ufunuo. Sasa kama wewe Roho Mtakatifu wala umtambui, wala umpi nafasi, wala umruhusu akakuongoza, Kristo akirudi itakuwaje? Na Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, imani yako inakuwa thabiti. Inakuwa thabiti, anazidi kukuimarisha kiimani, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakusukuma kusoma neno, anakusukuma kutafakari neno, anakusukuma kuchambua Biblia. Utasikia ndani yako tu kila siku angalau uwe na neno. Na niliwaambia katika ulimwengu wa kiroho, watu tunaotembea katika ulimwengu wa kiroho, kama hauna neno, adui anakupeleka kama debe tupu. You must have the word of God. Ufahamu ni kitu kikubwa sana katika Mungu, na Roho Mtakatifu anatutumia sawa sawa na ufahamu tulionao katika Mungu. Na neno ni Mungu. Ukisoma neno, na waambie siku zote tunamsoma Mungu, tukijifunza neno tunamjifunza Mungu, tukiliishi neno tunamwishi Mungu. Yaani unavyosoma Biblia hivi unasoma ufahamu wa Mungu. Musa akaenda na wana wa Israeli. Wana wa Israeli wakashindwa kuamini. Wakaanza kufikiria matango, wakaanza kufikiria manyama. Wakazunguka jangwani miaka mingi. Na Mungu alitaka kiroho chao kimwabudu. Yaani unavyomsoma sasa unaona Mungu alivyokuwa anaenda, anasema na watoa Misri na wapeleka Kanaani. Lakini hii safari, kama sisi ambao Yesu ametuokoa, tuko katika safari ya kwenda mbinguni. Katika hii safari kuna vitu tunaweza kukutana navyo. Lakini kama una roho wa Mungu, hatua zako zitaenda. Unajua unaanza safari ya wokovu, unaenda hivi. Sasa adui anaweza akaleta lichangamoto likakaa hapa, ukajikuta unaanza kufanya nini? Kufanya hivi. Lakini kama hujachukua hatua ya kufanya hivi, Roho Mungu aliye ndani yako anakuambia no. Unasikia signal kwenye ufahamu na kwenye moyo no. Ukitii, ukarudi magotini ukamwambia Mungu niwezeshe, Mungu nisaidie, miguu yako inarudi tena hapa hivi. Alafu kaanza kuona ukuu wa Mungu, kwa sababu Roho Mtakatifu akiwa ndani yako unaona ukuu wa Mungu, unaona uwezo wa Mungu. Na unapoanza kuona uwezo wa Mungu na ukuu wa Mungu ulivyo mkuu zaidi ya hili tatizo, ni kweli kuna ugonjwa umekuja huko hapa. Je, ugonjwa huu utaniweka mbali na Mungu kwa sababu nimemuomba bado ameniambia ameniponya?
Mungu zaidi. Anaweza akakupruni kama hili ua hapa. Nikiliangalia nikaliona lina uchafu na lipruni. Katika kupruni hili ua kuna maumivu. Sasa Mungu akiwa anakupruni, anakunoa, kuna vimaumivu unaweza kuvisikia. Kanisa ni waambie Mungu, ruhusu Roho Mtakatifu atuongoze kwenye maisha yetu. Roho Mtakatifu akituongoza siku ya Jumatano kuna ibada hapa, haujaenda kazini huko nyumbani, utakimbia hapa kwenye ibada, utasema acha nikamtukuze Mungu. Tumishi akija akimkosa mtu, yeye anaanza kuimba mapambio na kusifu na anaosema neno, kwa sababu sisi tunaambiwa tuhubiri tu, hata miti inasikia, hata ardhi inasikia, yeye anaendelea. Lakini wewe uko kabisa hapo, una kitu unachofanya, unasema hata siendi. Roho wa Mungu akikuongoza na kuambia utachukulia haya mambo kikawaida. Utachukulia kikawaida. Tumekuwa mbali na Mungu, ndio maana tunaweza kukaa Jumapili 2, 3. Yaani kuna watu wengine tu, lakini unalisikia huko uliko huko. Yaani yeye ibada mara mwisho akumbuki alienda lini. Lakini yuko amerelax na kuambia Roho wa Mungu yuko karibu na wewe. Niliwaambia ile Ijumaa, viko vitu vitatu vinavyotutenga sisi na Mungu. Nikakwambia ni hali ya kutokuamini. Ukimwamini Mungu, utajua Mungu ni nani. Utamwishia Mungu. Utatetemeka usikiapo neno la Mungu. Nikasema kwa habari ya kusamehe. Nikakwambia kama utasamehe, hautakosa mbingu kwa sababu tu ya kwamba uliua. Utakosa mbingu kwa sababu ukusamehe. Nikawaambia ni kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu alisema Mungu usiposamehe watu, tunapoomba tuseme Mungu atusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Sasa kama mimi simsamehe mtu aliyenikosea, ina maana Mungu hanisamehe. Nimeokoka, Yesu ameleta wokovu, amekuja kuchukua dhambi ya ulimwengu, na dhambi zote zinasamehewa isipokuwa dhambi moja ya kumkufuru Mungu. Lakini yuko jambo lingine kubwa ambalo anasema usiposamehe. Kutokusamehe ni mlango mkubwa sana wa kukamatika na adui. Usiposamehe unasema ninaumiza, amenitenda, ameniumiza, amenijeruhi, amenifanyia ubaya, alipiga watoto wangu, alininyima sijui hiki, alinifanyia ukatili, alifanya. Umemkosea Mungu mara ngapi? Kwa hiyo tukasema kwamba hilo ni neno Roho Mungu alikuwa amenipa nikiwa nimeenda kijijini kule kuongea na watu. Kile akaniongoza kusema na kanisa. Kwa hiyo mtu wa Mungu hakikisha vitu hivi vitatu: kumtii Mungu, kumwamini Mungu kwa moyo wako wote. Kwa maana Yesu anasema ukiamini utaangusha mlima. Kama kuna jambo lolote kama nilivyokuambia naweza kuja hapa mbele yako, ukiamini unaangusha mlima. Lakini nikakwambia Roho wa Mungu sasa, huyo ndio anayewezesha katika wale watu wa imani. Sisi watu wa imani kama hatuna Roho Mtakatifu hamna kitu. Ndio maana Yesu anasema imebidi niondoke. Tena hawafanyi kitu chochote wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hawaruhusu kufanya jambo lolote. Hakuwaruhusu. Akawaambia subirini kule Yerusalemu. Ile siku ya Pentekoste ilipowadia sasa, akaja kwao. Katika Roho Mtakatifu akaja kwao. Alipokuja kwao, imeandikwa, najikuta naelezea, sisomi andiko sasa ambao usomi Biblia utapata shida. Lakini vyote vimeandikwa katika Biblia. Katika Matendo ya Mitume ndipo tunapoona jinsi Roho Mtakatifu alivyokuja kwao ile siku ya Pentekoste. Kwa hiyo anakuja kwao, Roho Mungu anawakamata, anasema wakaanza kunena. Ndimi zao zikawa katika hali ya kuwaka moto. Wakaanza kunena kwa lugha mpya. Roho Mtakatifu anaweza kukukamata kama moto, kama maji, kama mafuta, kama upepo. Kuna 3 ways, 4 ways. Ndio maana wasema moto wa Roho Mtakatifu. Mafuta ya upako huo ni wa Roho Mtakatifu. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Unapata kitu? Kuna kitu Mungu anaongea na wewe? Je, unafanya maamuzi leo? Tumwambie Roho Mtakatifu sasa. Niliwaambia mara nyingi, yani Roho Mtakatifu kwanza yeye ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni msaidizi, anatusaidia. Kuna mahali
umeshindwa, kuna mahali unaona nifanyeje hapa. Kitu cha kwanza, mtoto wa Mungu, kabla hujampigia simu ndugu yako, rafiki yako, jirani yako, kabla hujaanza kusumbuka, kitu cha kwanza kishike. Mwambie Roho Mtakatifu, naomba unisaidie. Kishike. Mimi kuna wanafunzi wengine wananiambia, mama, masomo yangu sielewi. Niliwafundisha hichi kitu. Hata kuna binti yangu, kuna wengi wanasema na panic. Yaani mimi nasoma vizuri, nikifika kule yani na panic, nikishatoka ndo nakumbuka jibu. Nikamwambia, mwambie Roho Mtakatifu, kwa nguvu zangu siwezi, nisaidie. Na tangu wameanza kufanya hivyo, mambo yamebadilika. Ni msaidizi mzuri sana, anatusaidia. Lakini ni mwalimu mzuri sana anayeweza kutufundisha neno hili la Mungu. Nikawaambia nilivyomuona Bwana Yesu akigeuka kuwa neno, akawa amebeba Biblia kubwa, upepo ulikuwa unafungua zile kurasa. Yesu anaongea, kurasa zinafunguliwa kwa upepo, akasema ule upepo ni Roho Mtakatifu anatufunulia lile neno ili tuweze kuelewa andiko. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatufundisha neno. Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba. Msaidizi anatusaidia kuomba. Anatusaidia kuelewa neno. Anatusaidia pale tuliposhindwa, anatusaidia. Nikawaambia wakati mwingine nilikuwa napita kwenye changamoto, lakini nilipomwambia Roho Mtakatifu, kwa nguvu zangu nimeona siwezi. Unajua Roho Mtakatifu anapenda moyo mnyenyekevu. Yaani ule moyo unaoona siwezi kwa nguvu zangu, huyo mtu nguvu za Roho Mtakatifu waga zina flow kwake mara zote. Mtu ambaye amemtambua Roho Mtakatifu, akawa mnyenyekevu, hata unapoingia kwenye maombi, hata unapokuja kwenye kuworship, ukamwambia Roho Mtakatifu, mimi siwezi kukuabudu kama ninavyotakiwa kukuabudu, lakini wewe unaweza kunisaidia kuabudu jinsi Mungu anavyotaka mimi niabudu. Hivyo ninaomba ukamate kinywa changu, ufahamu wangu na roho yangu, ili nikuabudu katika roho na katika kweli. Utaona tofauti kwenye maisha yako. Anapenda sana unyenyekevu. Daudi, yani ukiona Daudi alikuwa na ups zake na downs zake, lakini Daudi alikuwa mnyenyekevu kupindukia mbele za Mungu. Anakuja nabii anamwambia mfano mmoja, alafu anamwambia huyo aliyefanya huo upuuzi wa namna hiyo ni wewe hapo Daudi. Daudi anaanguka, hadi hanywi, anaanguka. Ananyenyekea mbele za Mungu, anamwambia Mungu, dhambi yangu inanifuata kila niendako. Mimi nimetunga, mama yangu alitunga mimba hatiani, kwa sababu alikuwa mtoto wa mama mdogo. Anasema, anamwambia Mungu, yani anasagika, anapondeka, sikia hapo neno la Mungu. Huyo mtu Roho Mtakatifu atazidi kuflow. Roho Mtakatifu anakuja kwa kiwango fulani ndani yetu. Tunapozidi sasa kumcha yeye, kunyenyekea, anaongezeka. Unaona sasa anaishi. Paulo akasema, sio mimi tena ninaishi, ila yeye aliye ndani yangu. Utakuwa mtu wa mzaa kila mara, Roho Mungu akiwa ndani yako. Utakuwa mtu wa kupuuzia mambo ya Mungu. Hata siku moja hutapuuzia mambo ya Mungu. Tumekuja kwa mazoea, tumezoea watumishi, tumezoea hivi, tumezoea. Lakini nakwambia, ukimpa Roho Mtakatifu nafasi, maisha yako yataleta maana. Na nimekwambia watu wengi, wakina Musa, wakina Daudi, wakina Elia, wakina Elisha, wakina Esther, wakina Ruthi, maisha yao yalikuwa ni ya hivi. Unaenda mahali unaolewa tu, hujapata mtoto, mume huyo kaanguka, kafa. Lakini kwa sababu waliamua kumruhusu Mungu katika maisha yao, waliweza kushinda na maisha yakaleta maana huko mbele walikokuwa wanaenda. Sasa wewe unataka ferere tu, utakuwa mtu wa kawaida. Lakini ukitaka kuwa mtu wa tofauti, mtu wa Mungu, nakwambia siku ya leo, mruhusu Roho Mtakatifu katika mambo yako. Kwa sababu Sheila, Mungu amekuita leo akasema utanitumikia katika maisha yako. Uko kwenye process ndio umepiga tete kama mtoto anayepiga tete. Kwa hiyo sasa unahitaji Roho Mtakatifu ili hatua zako ziweze kusimama. Ukifika hapa linakuja jambo fulani, uone hata 10 huko ndani, hata shilingi huko ndani uone chochote, hata chakula ukioni hapo. Alafu je, utabaki hapo unastaki, unasema ngoja niende kwa wale wanaosema miujiza huko. Wengine wanasema miujiza, lakini kumbe ni wachawi. Na ndio ulimwengu wetu sasa tunaoishi. Lakini watoto wa Mungu wamekataa kujifunza neno la kweli la Mungu. Wanaenda kule wanakosema kwamba kuna miujiza, na wakiona kule wengi wanaenda wenye dini zao, wenye imani zao tofauti, wachawi, waganga, washirikina, wao kule wanaenda kutafuta. Ukiona
yanawaingia, yanawaelea kweli haya watu wa Mungu. Yanawaelea haya. Tuamue leo kubadilika, tumpe Mungu nafasi yake. Mpeni Mungu. Nani alisema kwamba mpe Kaisari yaliyo yake Kaisari, mpe Mungu yaliyo yake Mungu? Yesu mwenyewe alisema. Wanamletea sarafu kumpima. Sasa wewe hayo ya Mungu unaenda kumpa Kaisari kweli? Siku ya Mungu mimi nakwambia, kama mtu anafanya kazi anasema Jumapili ya kwanza ya pili eti ni kazi ameipata na ifutilia mbali kwa jina la Yesu. Sifanyi hivyo vitu. Mimi nakumbuka hata nikiwa binti mdogo sijawa mtumishi. Naenda kwa Wahindi eti wananiambia Jumapili utakuwa unaingia. Nikasema hivi umesemaje? Hivi amesemaje tu wewe mwindi? Unajua kuna amesema eti Jumapili utakuwa unaingia kazi. Nikasema no. Alikuwepo Mungu kwanza alafu ndo mimi. Wakasema hivi kwa nini umekataa? Ukiambiwa mna kazi. Nikasema acha isiwepo. Kwani nini? Anayetoa kazi si ni Mungu. Acha isiwepo. Na nikamwambia pale ofisini, kama mnataka mnikose kwenye hii kazi, mwanze kuruhusu mimi niingie. Jumapili nina kazi, nina assignment. Yaani uniambie mimi nisiende kuabudu, nilikuwa napenda kumwabudu Mungu. Sio sina nafasi yoyote kwenye kanisa, lakini mimi nawahi mapema. Yaani nisikie tu maabudu tu. Afu ananiambia tena kama shughuli, jamani mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako ameniambia leo niseme na wewe kwamba umpe nafasi. Umruhusu. Kwa habari ya msaidizi utasoma Yohana 15:25 na 26. Kwa habari ya mwalimu utasoma Yohana 14:26. Kwa sababu sasa nimejikuta nikiongea Yohana 15. Napenda ushike pia ile andiko. Sitaki ubaki mtupu tu. Yohana 10 kwa habari ya mwalimu Yohana 14:26. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha. Kwa hiyo ni mwalimu, atakukumbusha, anakumbusha pia. Mwambie Roho Mtakatifu naomba unikumbushe. Nikumbushe. Anasema amani yenu na amani yangu nawaachia. Neno la Mungu, watu wa Mungu, ni tamu, ni zuri, utupa furaha, utupa amani. Ukitaka kujua Roho Mtakatifu yuko ndani yako, upendo. Wagalatia, kasome Wagalatia 5:22 na kuendelea. Roho Mtakatifu anatuonea wivu, nimekwambia. Anatutamania, ana shauku na sisi. Kasome Yakobo 4:5 na 6. Anahitaji unyenyekevu ili yeye aweze kuflow kwenye maisha yetu. Anahitaji tuone hatuwezi ili yeye atufanye kuweza. Anahitaji aone sisi si kitu ili yeye atufanye kuwa kitu. Sasa unapokuja mbele za Mungu, nisikilize hiki vizuri ujue kupambanua. Unapokuja mbele za Mungu namna hii, unakuja hasi. Si niko mbele za Mungu, niko mbele za Mungu ninaomba. Namwambia Baba, mimi siwezi. Nimepungua pasipo wewe. Mimi ni mdhaifu, unajua mwenendo wangu, unajua na njia zangu. Nimepambana, nimejitahidi, lakini mara nyingine nimekuwa nikikukosea. Baba, niko mbele zako, unashuka, unapondeka, unasandika, unasema uovu wako. Alafu Yesu Mungu ni plus. Wakati wewe unajiachia negative, kujiona empty, Mungu plus anakujaza. Sasa unakuwa fire. Ukiwa fire, ile plus ya Mungu ikiingia kwako, Roho Mtakatifu akikaa ndani yako. Ukienda mbele ya shetani uende sasa kama hasi. Uende kama mtu ambaye hana kitu. Ukija mbele za shetani unakuja plus. Yaani unakuwa ni moto, unakuwa ni Mungu ndani ya mtu. Unajiamini, unajikubali, unatembea hivi, unasema ninamiliki na kutawala katika ulimwengu huu. Kwa sababu gani ninamiliki na kutawala? Kwa sababu ninaye Bwana wa yote, Baba, Roho Mtakatifu na Mungu na Yesu Kristo wanaishi ndani yangu. Kwa hiyo siwezekaniki, silogeki. Unakuwa unajiamini, hapo ndio unaanza kuwa kwenye utumishi sasa. Ukishaanza kuwaza hivyo, yani uzuliwe, you are unstoppable, you are unshakable. Uzuliwe na changamoto, uzuliwe na maneno, uzuliwe na mashida na matatizo na maumivu, uzuliwe na ugonjwa. Ukiwaangalia unaucheka wakati ujao, unasema nina Bwana wa yote. Kama wakina Shadraka, Meshaki walivyoingia kwenye lile tanuru la moto, wakasema akiwasha awashe, tukifa tufe kwa Bwana. Watu wenye beba Roho Mtakatifu, yani wakina Paulo, wanafunzi wa Yesu Kristo, walimbeba Roho Mtakatifu, wako gerezani lakini wanashandarize. Wanasema Elohimu, wanasema Yesu ni Bwana, wanasema mtakatifu ni yule aketie mahali pa juu. Wana praise, wana worship, ni gereza linatikisika, minyororo inakatika, alafu wanatoka ndani ya gereza. Rikaya
ndio kama alivyosikia mtumishi wake Daudi akafanywa kuwa mtu mkubwa. Mfalme akamuogopa Goliati, Daudi akamwangusha Goliati. Ukitaka uwe na nguvu kwenye ulimwengu wa kiroho, hebu msikilize Mungu. Thamini ibada yako na Mungu kuliko kitu chochote. Hata kuja kwenye nyumba ya Mungu kwa mazoea, leo sijui niende, leo sijui niache. Yeah, that is nonsense. Hiyo ni roho chafu. Hiyo ni roho chafu. Siku ya ibada unaipangia safari. Siku ya ibada yako na Mungu unaipangia safari. Siku ya ibada yako na Mungu wetu unaona ni mtu amekuandika kwenye sherehe. Si uje kumwambie mimi na ibada yangu na Mungu. Umesahau mama na mimi ni Mkristo. Na Jumapili ni siku yangu ya ibada. Mbona kama unataka kunichonganisha na Mungu wangu wewe? Be active. Roho Mtakatifu anaongea na kanisa, mimi namwambia. Yaani wewe unaenda unakarangiza vitumbua. Yaani umeacha ibada yako na Mungu unakarangiza. Ukienda huko ukina hivyo vitumbua, ukianza kuumwa, mama mimi ni mgonjwa. Mungu wangu na baba yangu umeniacha. Wewe ulipoacha kuja kwenye ibada huku ukampa Mungu sifa na maabudu, chakula chake akala akashiba, akakulinda, akakuhifadhi, akakubariki, umeenda kukarangiza vitumbua, umeacha nyumba ya ibada. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako utaheshimu ibada yako na Mungu. Mimi hata wakati nakuwa niko binti, nakwambia hata mwanaume hata nani anitoi kwa Mungu mimi. Hanitoi kwa Mungu. Haniambia sisi kutenda sisi tukasalimia mama mko Jumapili. Mko Jumapili si yuko tu hapo, mbona ameshakata roho? Si yuko. Hata kama yuko hospitali, ngoja nimalize ibada tuende. Shida usicheke, ni vitu ambavyo vinajua vipo. Vipo. Hadi Jumapili leo sana ile siku ya kwenda kwa baba mkwe. Kwenda kwa baba mkwe si yuko hai hapo. Lakini ibada yangu na Mungu si ni muhimu. Kwanza unaweza kujipeleka kwa baba mkwe ukakosa kibali complete. Tena ndio wakasema hili mwanamke mbona limekaa kama lichawili. Lakini leo ungembeba Mungu, alafu ukaenda kwa wako zako. Alafu katulia kwa utulivu kama baba niende na nini nimpelekea kwa mama nini? Naomba neema ataka sukari. Ukaenda ukamwambia shikamoo baba, shikamoo mama. Lakini wewe unaacha ibada kweli? Watu tunamchukulia Mungu kwa mazoea hivi kweli? Kwa sababu roho wa Mungu tumemweka pembeni. Tumpe nafasi. Tumpe nafasi. Mwambie kabisa, mimi nakwambia nimwambie yule mwingi. Nikamwambia mimi no. Jumapili sitaenda kwenye nyumba ya ibada. Kwenye Jumapili sitaenda kabisa. Nije kwanza mimi nikishaenda kwenda kuomba kazi nasema Jumapili waga ndio ofu yangu. Ndio hivyo nasema Jumapili mimi ni ofu yangu. Sasa tukikunyima ile Jumapili tukipa hapana, kwa sababu Jumapili mimi na kazi nyingine sasa itakuwa wataniita tu. Kama Mungu ndiye amenigusa ananiita, ananiambia njoo ufanye kazi hapa. Tena waliniheshimu, unajua waliniheshimu. Yaani kitendo kile cha kukataa, kuna Waislamu walikuwa wanafanya, wakina Salma, wakina nani hao, wakina Kani, wakina Shamimu. Walikuwa wanafanya nao, walivyosikia hivyo wakajua kwamba huyu hataki masiara. Alafu walikuwa wanaleta viganga vyao hapo. Akaniokani wao msikitini wanaheshimu, yani wanaheshimu, nikwambie wanaheshimu ibada zao, wanaheshimu hao waindi. Walikuwa wanaheshimu. Ikifika hiyo Ijumaa ameshatoka papo. Alafu mimi ananiambia Jumapili nije kwenye ibada na mimi naenda. Ukikuta wale ambao wajele, ukiona pia mtu ambaye ana imani yake nyingine na hazingatii, ujue huyo pia naye ni hola. Hola, yani ana imani na Mungu, huyo Mungu wake pia ana imani naye. Lakini wewe una imani na Mungu mlokole, unajiita mlokole, nimemwamini Yesu Bwana na nimebatizwa ubatizo wa maji mengi. Siku ya kwenda ibada unaanza kufunga masafari. Mwingine amekaa hapo ndani nikichotoa nikisikia kama kimepata moto tu. Eti ni tumbo tu nimefanya tu hivi tu. Yaani ni kitu tu cha ajabu tu. Tayari yeye mwenyewe ametulia hapo, ameacha ibada. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako. Kwanza ukimwambia yani ni mzuri. Roho Mtakatifu naomba unisaidie. Nataka kwenda kwenye ibada siku ya leo. Roho Mtakatifu naomba uniongoze. Nataka kufanya hiki kitu kinamna hii. Unashangaa baada ya muda unashangaa, mbona kama nimeshakuwa sawa. Ukachukua tu ukaja ukakaa hapo. Utashangaa ibada ikiisha. Una lile tatizo. Mara ngapi nimemwambia mimi nilikuwa ninaenda kwenye nyumba ya ibada. Yaani siku ile nimeamka sioni. Yaani jicho moja hivi sioni. Yaani ni kitu kinaanza hapa, kinashuka hivi. Nikasema sitaacha kwenda kwenye nyumba ya ibada. Anakuja mtumishi wa Mungu anapanda madhabahuni, siku ilikuwa ni ibada ya tofauti. Maana tumeimba, tumesifu, tumeabudu, roho Mungu ametufurikia. Na yeye akaja wakati ndio tuko kwenye ile nani, akakamata maiki nasikia tu sauti inasema, ile roho iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu inatembea hapo. Ile roho iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu inatembea hapo. Kuna watu wanaponywa. Yaani jinsi nilirushwa kule, sikujua nimepona saa ngapi. Sasa ile hakutoka ndio nawaza, hiyo si nilikuwa naumwa. Sikujua nimepona saa ngapi. Sasa tunatakiwa tuwe na ibada ya namna hiyo, watu wa Mungu mahali hapa. Tukijitoi vizuri, tutafanya vizuri. Unakuja kwenye ibada umekaa tu kweli. Ibada mwanzo
na huyu Mungu mimi nawaambia, I'm telling you. Mungu atusaidie. Kusema Mungu nisaidie. Sema Mungu nisaidie. Uwe wazi kama Daudi. Daudi alikuwa anafanya uchafu wake tu, lakini alikuwa wazi mbele za Mungu. Mungu akamridhia. Ijapokuwa tunapofanya mabaya sasa, mabaya akamwambia mabaya hataondoka nyumbani kwako. Kulikuja kuwa na vita kwenye familia yake sababu sasa alienda kumuua yule Uria baada ya kumchukua mke wake. Vita ikawa haiondoki, watoto wake wenyewe wanafanya uchafu, wanampiga baba yao. Wanataka kuchukua ufalme. Wanamtendea baba yao mabaya, yani nyumbani kwake hakukosekana vita. Lakini Mungu alimfurahia Daudi, akampa uzee mwema, akamwambia mwanao umeshamwaga madamu sana, huyu mwanao Sulemani ndio atakayejenga. Akaandaa vitu vyake vizuri, Mungu akampenda na akawa na uzee mwema na akaenda salama, lakini kwa sababu alimpa Mungu nafasi. Na hapo tunajifunza kwa Daudi mzee wetu ambaye tunamsoma kwenye Biblia, yani katika yale aliyokosea kwake kuna cost ilikuja huku nyuma. Sasa wewe unaenda unafanya uchafu huko, ukapata umeenda umezidi huko. Unasema ni naye Yesu, unaenda unajiangusha huko. Haya, umeshapata maukimwi, umeshapata mtoto, hamna baba wa kumlea, hamna kitu chochote. Sasa hiyo ni cost. Ndio umemimina moyo kwa sababu nimeshakufundisha, umeelewa kwamba yani sipomimina huo moyo shetani atalipiga mpaka ndio mtachanganyikiwa. Unarudi, lakini umerudi sasa, baba ni mwema. Ninaambia pale msalabani namna hii amefanya mikono yake. Njoo kwangu unayesumbuka na kuelemewa na haya, umetoa mizigo, umetoa dhambi, umetoa maovu, lakini kuna kosti. Umemtendea mtoto wa mwingine vibaya, umemfanyia uharibifu, yanarudigi. Waga vinarudigi, mabaya unayomfanyia mwingine yanarudigi. Kwani Mungu atakurudia ili mwingi wa rehema na huruma na fadhila. Ndivyo Mungu wetu alivyohesabu mabaya, kama anatuambia pia tupendane, tusihesabiane mabaya. Lakini sasa ndio umejua jinsi ya kwenda mbele zake, kuanguka, kumimina, kunyenyekea. Amekuridhia, amekusamehe na roho wake yuko ndani yako. Lakini kuna vitu huku nyuma vinaweza kufuatilia. Baba umechepuka, umeshaleta mtoto mwingine nje nyuma ya familia, vinakuja huko. Wewe mchungaji mzima, kuna mtoto amekuja kwenye hii familia, ametokea wapi? Ulienda ukachepuka ukatengeneza. Haya, Mungu amekuridhia. Ndio maana watu wengine wanahesabu sana makosa ya watu, lakini huyu Mungu angekuwa kama mwanadamu angeshapiga yani hivi, tungeshakufa wengi. Lakini yeye ni marehemu. Lakini sasa ile cost, kuna cost inakuja. Ndio maana anasema radhi, roho ipone, lakini mwili ufanyeje? Mwili upigwe. Sasa unakuwa ni mtu wa magonjwa tu. Magonjwa yasiyoishi. Kumbe ukiangalia kuna vitu kama hivyo sasa. Lakini Mungu anakupenda, anakupruni, anapiga huko, anapiga kule. Ili apate kiroho chako kiendelee kumtii. Siku moja nikawa namwambia mama mmoja, roho Mungu akaniambia, yani akipona huo ugonjwa hata nena shauri lake mwenyewe. Sasa ukijua Roho Mtakatifu akishaflow, yani ameflow ndani yako, utapenda kuzungumzia ukuu wa Mungu. Utalala usiku, utasikia vinyimbo vinakuja kwenye kichwa chako. Utasikia unaimba nyimbo. Lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari. Yeye atanitukuza mimi Yesu, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Yaani mimi ningekuja hapa nikaanza kujitukuza tu mimi, utaanza kuona mashaka. Huyu mtumishi wetu inabidi tumuombe. Roho wa Mungu akiwa ndani yako, utamuombea mtumishi wako. Mtumishi ni mtu, utamuombea. Mtu anasema eti ngoja niame ili kanisa mtumishi, sijui nimesikia kwamba sijui amefanya hivi amefanya vile. Kumbe wewe umesimamishwa hapo, umuombe huyo mtumishi pia. Kwa sababu kuna siku utaondoka, lakini utadaiwa, utaambiwa kama nilikuweka kwenye ile huduma ukaona kazi inaharibika na kazi ikafa, ulikuwa unafanya nini hapo? Unamhukumu eti ndio unanyosha kidole, vile vyote vinakurudia, vyote wewe unasema eti unaanza kunyosha hivi. Ndio maana tutaki kunyoshana vidole. Eti mimi nimeweza, yule ameshindwa. Siku akibadilika, akirudi na Mungu wake, utabaki tu unahesabu ubaya wake, lakini kumbe ameshatengeneza na Mungu wake. Kwa hiyo sasa anasema utamuinua Mungu. Ukitaka kujua Roho Mtakatifu yuko ndani yako, yani hata nyimbo zako katika kuimba, utaimba nyimbo za kujifurahisha. Utakuwa unaimba nyimbo za kumuinua Mungu. Yani hata kama wewe ni mwimbaji, nyimbo zako zitakuwa tofauti na wengine. Yani ukisimama ukiimba tu, yani Roho Mtakatifu akishakushika, ukasimama ukaimba, yani alafu unajua Roho Mtakatifu ananihudhurisha sana kwenye kusifu na kuabudu. Wewe unafikiria kwa nini tunakuja kwenye ibada tunaanza kusifu na kuabudu? Anajihudhurisha. Mungu akikupa neema ya kumsifu, ya kumwabudu, ituni nyimbo zako ziweke zikae vizuri. Niliwaambia ukija hapa ni unamwambia yeye kwamba Baba ninakutukuza,
Kama ule wimbo mmeimba vizuri nani amo, mmeimba vizuri ule wimbo, acha huo ni wimbo wetu hapa. Na yani ule wimbo tukaanza kuimba hapa, yani tutakuwa tunatembea na uwezo wa Mungu sio kwa kawaida. Natamani tumpende Mungu tu, yani umfurahie Mungu tu kwenye maisha yako, uwe na hamu ya kusifu, ya kuomba, ya kuja kwenye nyumba ya ibada. Yani ndio Roho Mtakatifu akiwa ndani yako ndio unakuwa unajisikia hivyo. Yani hata mtoto wako ukimwangalia hivi tu unamwamini, unatamani Mungu ajae huko ndani yake. Yani leo ukiona kile kitoto chako unatamani tu Mungu ajae. Ukiona marafiki zako, wanafunzi wenzako, yani unatamani na wao tu wote waende kwenye ibada. Utaanza kuambia twendeni tukaombe, twendeni tukamsifu Mungu. Kuna mahali ambapo ninamsifu Mungu, hebu njoo na wewe tumsifu Mungu mahali hapo. Hebu njoo tujifunze nyimbo, njoo tujifunze neno. Utakuwa mtu wa namna hiyo. Kwa hiyo kanisa litajaa, utakuwa na matunda. Lakini kuna Roho Mtakatifu, unasema mimi nimeokoka. Roho Mtakatifu hayuko ndani yako. Unafanya vitu vya ajabu. Kwanza unavyotembea barabarani, ulivovaa tu mwenyewe, unavyoongea tu wewe mwenyewe, unavyoishi na majirani zako tu wewe mwenyewe. Yani ni kama unamtukana Mungu na watu hata wataki kuja kwenye hilo kanisa kwa ajili ya vituko unavyovifanya wewe mwenyewe. Hebu niambie, utadaiwa nini? Utadaiwa nini hapo? Utadaiwaje hapo? Ndio maana mruhusu Roho Mtakatifu ili ushinde, mtoto wa Mungu. Mruhusu Roho Mtakatifu ili uweze. Mruhusu hata kama kuna kitu umekapata mahali kana kusaidia, mwambie Jumapili naomba hii Jumapili mimi ninaenda kwenye ibada. Nimeshindikana kabisa, nakwambia yani hapa labda hivi ili kazi isiharibike kabisa. Hiyo Jumapili moja utajitoa hapo utaenda. Anaanza kukufuata na akishajua wewe na hawezi kufuata Jumapili jana wewe usiende. Jumapili jana wewe yani wewe mwambie shuhudi nyuma shetani, kama Yesu alivyomwambia Petro aliyekuwa ni mwanafunzi wake, wanatembea sambamba, anamfundisha, anamwambia hicho kikombe sijui usikinywe sijui nini. Akajua huyu sio Petro, huyu ni shetani. Yani kama unaweza usimwambie kwa nguvu na akasikia, lakini rohoni kwako aanza kusema rudi nyuma shetani kwa sababu hutaniweza. Na mimi tumejifunza kitu siku leo. Tumejifunza kitu siku leo. Somo hili litaendelea. Utamtegemea Mungu katika mambo yako yote. Yani in any situation. Utamtumainia Mungu, utamwangalia Mungu, utamtegemea Mungu. Simama pale ulipo. Mwambie Roho Mtakatifu, ninakukaribisha ndani ya moyo wangu. Ninakukaribisha ndani ya ufalme wangu. Ninakukaribisha tawala maisha yangu. Nimetambua pasipo wewe sitaweza. Katika familia yangu sitaweza. Katika hii kazi kuna maumivu sitaweza. Katika familia yangu kuna majeraha sitaweza. Katika ndoa yangu kuna maumivu sitaweza. Roho Mtakatifu ninakuhitaji. Saidizi wangu ninakuhitaji. Mwambie Roho Mtakatifu ninakushukuru. Ninakuinua, ninakutukuza kwa kanisa lako. Kiongozi wetu ninasema asante. Kamata fahari za kanisa lako. Kamata roho za watoto wako. Tembea Roho Mtakatifu. Kama mafuta pita Baba shikayama. Kama maji pita Bwana. Pita Baba kwa moto wako pita. Pita Baba ukituvua ule utu wa kale unaotuzinga kwa haraka. Pita Roho Mtakatifu. Pita kwa watoto wako wa kike na wa kiume. Karibisha Roho Mtakatifu ndani yako. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama mafuta ya upako yanayotiririka kuanzia kwenye paji lako la uso, yatakayokupa kibali. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu. Pokea raba saka ya masete. Mwambie Roho Mtakatifu ninakutamani. Yeye ni kama sumaku. Amini. Baba yuko katikati yetu. Roho Mtakatifu asante kwa sababu yuko katikati yetu. Asante Roho neema kwa sababu yuko katikati yetu. Pita Bwana, pita Baba. Kuna mahali tulipo
Roho Mtakatifu. Hata mimi mtumishi wako ninakuhitaji. Kila itwapo leo ninakuhitaji. Siwezi kuhubiri bila wewe. Siwezi kufundisha bila wewe. Siwezi kuomba bila wewe. Wala neno lako siwezi kulielewa bila wewe. Ndio maana Roho Mtakatifu tunakuhitaji. Kanisa lako tunakuhitaji. Kwenye mioyo yetu tunakuhitaji. Kwenye roho zetu Baba tunakuhitaji. Kwenye fahamu zetu Baba tumekukubali. Tunaamua kukuishia wewe. Hivyo Roho Mtakatifu pita. Pita kwa kila mmoja Bwana. Pita kwa kila mmoja Bwana. Baba nikusogea huku madhabahuni. Pita kwa kila mmoja Bwana. Pita kwa kila mmoja Bwana. Njoo mwambie Mungu. Nisipita huku madhabahuni. Mwambie Baba, ni kweli siwezi bila wewe. Mwambie ni kweli. Bila wewe siwezi. Bila wewe nimepungua. Nimeenda kwa akili zangu. Nimejiona ninaweza. Kumbe nimelianganya. Baba pita, Baba pita. Naachilia nguvu za Roho Mtakatifu. Pokeeni nguvu za Roho Mtakatifu. Baba anasema amesamehe. Yesu anasema amesamehe. Damu ya Yesu inapita. Kuna mwanzo mpya. Pokea mwanzo mpya. Pokea mwanzo mpya. Mungu anakurudisha kwenye nafasi. Mungu anakurudisha kwenye nafasi. Kwa jina la Yesu. Kuna wengine walitolewa kwenye nafasi. Wanajiona wako kwenye nafasi lakini walitolewa. Nakurudisha kwenye nafasi. Kwa jina la Yesu. Nakurudisha kwenye nafasi. Na kukusimamisha kwenye nafasi. Utumishi wako ukachipue. Utumishi wako ukachipue. Kwa jina la Yesu. Pokea nguvu hizo za Roho Mtakatifu. Zikuwezeshe. Familia yako isimame. Kazi yako ikawa ya baraka. Kila unachokifanya kikafanikiwe. Kikabarikiwe. Asante Mungu mtakatifu. Kwa wema wako na huruma zako. Kwa uweza wako na nguvu zako. Baba mwema tumekuona Baba. Tumekuona Mungu aliye mwaminifu. Mungu anasema kuna mwanzo mpya. Amewarejesha kwenye nafasi. Adui alikuwa amewaondoa kwenye nafasi, lakini Baba ameingilia kati. Anasema yeye, nyinyi ni watoto wake awapendao. Nyinyi ni watoto wake awapendao. Anawaonea shauku kama kuku anavyokusanya vifaranga vya mayai, ndivyo anavyowakusanya ili mkafanyike baraka kwenye maisha, kwenye kanisa, kwenye nyumba yake, kwenye maisha yenu, mkawa watu ambao wengine wakiwaangalia watatamani kumjua Mungu, watatamani kumpenda Mungu. Amesema uko mwanzo mpya.